Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ama baada, ndugu zangu katika Nado Online TV, leo biiznillah tabaraka wa taala tutakwenda kufundisha faida ama maajabu ya kitabu cha kinachoitwa Yasin Bahari katika sehemu ya tatu. Sehemu ya kwanza tumefundisha masuala mbalimbali, baadhi ya historia yake ambayo mimi nishakutana nazo, lakini niwaambie kitabu hiki ama hichi kitabu au dua hii unaweza ukaitumia katika masuala mbalimbali. Leo nataka nitoe ufafanuzi baadhi ya sura ambazo zenyewe zikiunganika ndio itakuwa Yasin Bahari kwanza katika hii sehemu ya tatu, kwa sababu kuna watu kwenda wanatamani kusoma hii dua lakini hawana sehemu wanaweza kukipata kwa urahisi, sababu kuna wengine wakaa mbali na maeneo yanaweza kuuza vitabu, lakini sura hizi zote zipo ndani ya msahafu. Kwa hiyo unaweza ukasikiliza vizuri, ukaandika, kisha pindi unataka kusoma unajua tukumbe kutoka sura fulani unaenda sura fulani, kutoka sura fulani unaenda sura fulani, kisha mambo mengine tutakuja kuelekezana inshallah. Yasin Bahari vile vile tunaweza ukaitumia kama mfano mtu anataka kuuza nyumba, anataka kuuza kiwanja, mtu anataka kuuza gari, anataka kuuza eneo lake, au anataka kuuza kitu chake kingine kwa haraka. Hii dua unaweza ukaitumia. Lakini la kwanza tuanze hii katika sura. Baada ya kufanya zile istighfari zako, kwa sababu hizi ni mwanzo wa dua. Sehemu nyingine utakuwa ndani ya vitabu vyangu kusema baada ya kuanza dua yako mnakuweka nia, endelea na kisomo. Kwa sababu mwanzo unajua kuleta istighfari kwa idadi unazoziweza. Kisha kusema la ilaha illallah, la ilaha illallah. Utakuja usome umsalie mtume mara 100 mara zaidi ya hapo. Sawa, kisha sema ya Latifu 129. Sawa, baada ya hapa weka nia yako unakusudia. So Mwenyezi Mungu, naomba kupitia dua hii na shamba nataka niliuze, na gari nataka kuiuza, ama na kiwanja, na nyumba na mambo mengine tofauti tofauti. Lakini vipo vitu ambavyo nitakuja kukuambia hapo mwishoni kwamba kwa nini nyumba nyingi watu wanafanyia dua hafadhi huzu. Nitakuja kuelekeza. Lakini baada ya kufanya hapo sasa, au kuanza huo mwanzo wako wa dua na kuweka nia yako yale makusudio, sura ya kwanza kusomwa ni surati ya Yasin. Imeitwa Yasin Bahari kwa ya kunasibiwa hii ya sura ya kwanza kuwa ni surati ya Yasin. Sasa shekhe mwenyewe anajua kwa nini alianza na sura hiyo, lakini mimi tu kwa ucheche wangu wa elimu nitakwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila kitu kina moyo, na moyo wa Qur'ani ni surati ya Yasin. Katika ayati nyingine akasema mwenye kusoma Yasin moja faida yake kana kwamba amesoma msafu mzima mara 10. Kwa hiyo ndio maana akaanza na surati ya Yasin. Kisha akaja surati al-Fatih, ile inna fatahna laka fathan mubina. Hanajua yeye mwenye shekhe, lakini mimi kwa ucheche wangu nasema sura hii imewekwa kwa sababu ni funguzi wa mambo yote yale. Mtu mwenye mikosi mambo yamefungika, mwenye mabara asome hii surati al-Fatih mara 5 mara 7 au mara 1 tu kwa nia yake kumwomba Mwenyezi Mungu, mambo yake atakwenda kwa mazuri. Na hii tutakuja kuifundisha peke yake imeujiza. Ni sura moja mujarabu sana. Baada ya kusoma surati al-Fatih mpaka mwisho, sura inayofuata ni surati Ar-Rahman, kuomba rehema za Allah. Tumeifundisha hii kidogo inshallah, lakini tutakuja kufundisha namba yake 2. Sura ya 3 ni surati Ar-Rahman. Shekhe mwenyewe anajua kwa nini ameweka hii. Sawa, siri yake ni nini? Yeye mwenyewe shekhe anajua. Sura ya 3 ni surati Ar-Rahman, andika. Na sura ya 4 surati Al-Waqi'a, idha waqa'atil waqi'a laisa liwaqa'atiha kadhiba. Sura hiyo ni sura ya 4, sura moja ambayo inaitwa surati Waqi'a, surati Rizq, surati Waqi'a, surati Tamna al-Faqr, surati Waqi'a, surati al-Maftuh, kullu abwabul maghruqi. Ni na majina mengi sana na ila asrari nyingi sana. Nimefundisha mara nyingi sana, lakini bado tutaendelea kufundishana pale ambayo Allah atatujalia insha Allah. Sura ya 4 ni surati Al-Waqi'a, surati Waqi'a. Sura ya 5 kwa mpango wa shekhe ni surati Ad-Dukhan. Surati Ad-Dukhan ni Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Hii ni sura ya 5. Surati na hii leo ina miujiza mingi sana, ina fawaida nyingi sana. Ukitaka kuangamiza majini kwenye mji, kwenye mwili, soma hii surati
surati Dukhan. Na nakupa faida yake moja, mwenye kusoma surati Dukhan moja tu baada ya kumaliza swala magharibi, basi Allah tabaraka wa taala atamletea au atamuumbia au atampa zawadi malaika 70,000 wamtakie msamaha yule mja asiingie motoni ama wale makosa ambayo aliyatanguliza bila mwenyewe kufahamu au akijua. Kwa surati Dukhan ni surati muhimu sana, lakini sura hii imeitwa ni sura ya moto au sura ya moshi kwa wale wenye matatizo mazito makubwa, tutakuja kuifundisha, lakini nakupa tafsiri. Ukisoma hii Dukhan 41 imetosha kwa jambo lingine lolote lile unalojua. Kwa hiyo Yasin Bahari shekhe kwa kuiona umuhimu wa hii sura, ukubwa wa hii sura, akaiweka sura ya 5. Sawa sawa hii kama unavyoona kama Uislamu na nguzo 5. Sasa hapo utakuja kujua wewe kwa nini shekhe ameweka hii sura ya 5. Sura ya 6 ni surati Jumaa. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard al-malik al-quddus al-aziz al-hakim lahu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulun minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kana min qabla fi dhalalin mubin. Surati Jumaa ni sura ya 6. Kwa kama unaandika kitabu chako cha Yasin Bahari ama dua yako ya Yasin Bahari, andika sura ya 6 ni surati Jumaa. Sura ya 7 surati Al-Mulk. Surati Jumaa sijaisema sana, lakini niwaambie tu siri yake moja. Mtu mwenye matatizo sana ya na mke wanagombana wasomee kwenye mara 3 kwenye maji, tia nia kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala tukujaliwa. Lakini ukaisoma hii siku ya Ijumaa kisha ukasoma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mara 1000, ukamswalia mtume mara 1000, yatosha kumwomba Mwenyezi Mungu jambo lolote unalotaka. Mimi nawapeni haya ndugu zangu biiznillah tabaraka wa taala, lakini tutakuja kufundisha kila sura na ufafanuzi wake inshallah. Lakini sura ya 7 ni surati Mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwa al-azizul ghafur. Hii ipo kabisa mpaka hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kusoma hii sura baada ya swala Isha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamzuia au atamlinda yule mja na adhabu za kaburi. Kwa hiyo hii sura wanasema hii ni sura tamna wa adhabu kaburi. Ni sura ya kuzuia mja asiingie katika adhabu ya kaburi. Allah tabaraka wa taala tujalie tu wenyewe kuisoma. Lakini ni sura ambayo ya kukidhiwa haja, ni sura ya kuondosha mitihani. Lakini vile vile ni sura ambayo inaingia katika mtu unapomsomea kwenye dua za kumtibu, dua za kufungua vifungo, dua za kufanya mambo mbalimbali. Yenyewe ina faida nyingi. Tutakuja kuifundisha inshallah biiznillah taala. Sawa sura ya 7 hiyo. Sura ya 8 baada ya surati Mulk ni surati Nuh. Surati Nuh anasema Imam Jafari mwenye kusoma hii siku 40, kila siku akasoma moja tu, Allah tabaraka wa taala atampa wasia mkubwa katika dunia na akhera yake. Atakukidhia haja zote unazotaka, atakuondosha kwenye mitihani, atakunyanyua, atakufanya mambo mbalimbali. Lakini hata ukisoma mara moja kama mwenye haja na ukamswalia mtume mara nyingi, Allah tabaraka wa taala atakupa. Sura ya 7 hiyo. Inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ya'tiyahum adhabun alim. Na hii ndio sura miongoni mwa zile sura Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ameanza na ile neno ile kaanza hiyo hapo, kaanza inna a'tainaka al-kautsar, akaja tena kaanza inna anzalnahu fi lailatul qadr. Na sura nyingine ni inna arsalna, ni sura 4 hizi. Mungu Allah tabaraka wa taala kwa miujiza yake, kwa mapenzi yake, kwa siri zake anazijua yeye mwenyewe. Na sura hizi zote ndani yake zina kheri nyingi, mtu atakayezisoma. Tutakuja kufundishana hizi na Allah tabaraka wa taala. Tunachambua hapo hiyo sura ya 8. Sura ya 9 ni surati Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila au zid alayhi wa ratilil qur'ana tartila. Ndugu zangu, hii sura ina miujiza nyingi sana. Ni sura ambayo ni surati mahabba, surati rizqi, surati al-fath. Hii ni sura ina mambo mengi mno. Nadhani tutakuja kuifundisha zaidi inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie, atulinde, atufanyie wepesi. Bwana, wapo watu ambao wanachukia tunapofundishana haya mambo. Kwa hiyo hii ni sura nyingine. Sura inayofuata baada ya surati hiyo Nuhu inakuja surati Amma Tusarun. Hii ni sura ya 9, na sura ya 10 ni surati Al-Kahfi, na hii ndio sura ya mwisho katika Yasin Bahari. Ukisoma kwa utaratibu huu utakuwa umesoma Yasin Bahari. Kwa kama una kitabu basi hivyo. Kisha kama unacho kitabu, nenda kasome Ghanjul Harish wala mara moja au mara 3 au mara 7, ile la ilaha illallah subhana malikil qudus, la ilaha illallah subhana azizul jabbar, la ilaha illallah subhana rahufur rahim,
ndugu yangu, hii ni dua moja mujarabu sana. Yenyewe tu inajitosheleza kalika jambo lolote. Tutakuja kufundishana biiznillah tabaraka wa taala, lakini wapo ambao watakanunua kitabu chetu kinachoitwa Mujarrabati Kun Fayakun na kupata usiri. Hii baadhi ya hivi vitu kule vipo. Sawa, baadhi ya hivi vitu kule vipo na vingine zaidi ya hapo. Inshallah Allah tabaraka wa taala kujalia mimi na wewe tuweze kuvisoma hicho kitabu. Mujarrabatu Kun Fayakun. Ni kitabu kimeandikwa na mimi. Unachukua mtu mwingine. Mimi ngoja nikatafute huko madukani, hapana, nitafute mimi mwenyewe. Sawa, hizi na tabaraka wa taala. Hapa imeshamalizika hii Yasin Bahari. Baada ya hapo ongezea dua unazozijua. Swali ya Mtume sana. Kama unajua swali Shafi soma, Ganjul Harishi soma. Kisha kama unacho kitabu kasome. Kuna dua inaitwa Taj. Hii dua ni dua ya kumswalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiimaliza hii basi utakuwa umemaliza kitabu. Yaani ukisuida ila mashehe wanatuambia tuisome ikiwa ya mwisho. Durudi Taj. Sawa. Kwa mpango wa kitabu changu mimi kipo katika ukurasa wa 80 kitabu hiki. Kienda takali yako pale kufika kwa mlangi mwambie tushaharibuka ametuambia tununue kitabu cha Yasin Bahari, basi atakupa. Ungeonya mzee wako itamali ulivuka. Ni vitabu baadhi ya vitabu vyangu pale vipo inshallah. Kitabu hichi kwa dua hii naanza kusoma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammad sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal anami dafil barahi wal wabahi wal qasah wal marad wal alami ismuhu maktubu maghfuhu mashfu'u manqushu fi lawhin wal qalami. Mwanzo mwisho mpaka hiyo inapoisha inshallah. Hapa nadhani nimefundisha mambo mengi sana. Hichi ni kitabu ambacho ndani yake tutakuja kufundishana inshallah. Tutakuja kufundishana na sehemu ya 4 katika hichi kitabu au miujiza ya Yasin Bahari. Nikwambie tu usikose kusubscribe na Nurlan TV kama unahitaji vitabu mbalimbali kwa ajili ya kujiongezea elimu yako, kwa ajili ya kupanua elimu yako, lakini una matatizo, una maradhi, umefungika, unahitaji dua za biashara, unahitaji dua za kinga, unahitaji kuomba mambo mengine tofauti, basi unaweza nikawasiliana nikakuelekeza ama ukatoa. Kama una sadaka yako unaweza kutoa ukafanywa biiznillah tabaraka wa taala. Nikwambie usikose hivi vitabu. Vitabu vina mambo mengi sana. Vitabu vyangu ni vingi sana inshallah. Yule anayetaka kitabu kimoja tu 20,000, kuna vitabu nauza 15,000, yani 25,000, kuna vitabu nauza 30,000, kuna vitabu tunafungua Al-Badri na 45,000. Kuna vitabu ndio uchawi wa pwani, vitabu cha moto, vitabu vya safina nzito. Kuna vitabu vinahusiana na hawasi za Qur'ani na jeshi la Jabari na vitabu vingine tofauti vya funguo, vya tarasimu, vya miti shamba na vitabu vingine tofauti. Kwa hiyo unaweza ukavipata vitabu kama ofa, kama swala, ukatoa 100,000 ukapata vitabu 8. Kasoro vitabu 3. Funguo Al-Badri, na uchawi wa moto pamoja na uchawi wa pwani. Vitabu hivi havikai kwenye ofa. Sawa. Nunua hivi vitabu uweze kujisaidia wewe mwenyewe. Kwa hiyo vitabu 8 utapata kwa 100,000 ama vitabu 12 kwa 150. Mbagala za Kiemu ndio vitabu vyote vinapatikana, lakini unaweza kupata kwa PDF. Mimi nikutakia masomo mema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.